Sabana, mambo vipi? Tumebahatika kufika nyumbani kwa Mama Steven Charles Kanumba na hii ni exclusive ambayo unaitazama kwa muda huu hapa. Mama, hebu sema exclusive. Unanitafuta maneno. Sema exclusive. Exclusive. Kumbe Kiingereza kipo pia. Ha, mimi muhaya ndugu yangu. Kabisa. We show me le. Nikajua mtu wa kanda ya Ziwa, labda Shinyanga wapi? Shinyanga nimekaa sana, karibu au zaidi ya miaka 30. Nimefanyia hapo kazi na nilikuwa NBC. Bane. Almost I think 25 years nimekuwa NBC. Kwa hiyo Shinyanga, nimezaliwa Mwanza, nimekulia Tabora, kazi nikafanyia Shinyanga. Kwa hiyo ukanda wote huo na ujua. Na Msoma nilienda kufanya kazi, nimekaa miaka 2 nikiwa benki hiyo hiyo. Baadaye nikarudi pale pale Shinyanga. Ulikuwa ni mama wa muigizaji, lakini pia kutokana na elimu ambayo ulikuwepo nayo, kuna baadhi ya maeneo umefanya kazi, mwisho wa siku tukaja kuangukia huku kwenye tasnia ya filamu. Iki kipaji kilikuwepo kabla ama ilikuja kuwa baadaye? Iki kipaji cha kwangu au cha mwanangu? Cha kwako. Mimi nimeanza kuigiza nikiwa sekondari. Na kwanza mama yangu, historia niliyoipata, mamangu alikuwa msanii, alikuwa anacheza ngoma za asili. Shangazi yangu akampenda, wote wakiwa lika moja. Akamfanyia mpango aolewe na kaka yake ambaye ndo baba yangu. Kwa hiyo haya mambo ya sanaa sijui yalikuwa ndani ya damu yetu. Baadaye mimi nikiwa sekondari nilikuwa naigiza. Nimeigiza movie moja ilikuwa inaitwa No Longer Tease, Mr. Everyman na nyingi, lakini unaigiza kwa woga, tulikuwa tupati hela. Unaigiza tu kama kujifurahisha. Lakini at the same time unaogopa, maana by then mtoto wa kike alikuwa yeye kazi yake ni kuolewa, aliyekuwa na wajibu wa kusoma ni wa kiume. Na mimi mamangu alikuwa mtetezi mkubwa sana. Sasa unacheza kwa kugopa, nyumbani wakijua itakuwaje. Kwa hiyo acheza nikaishia pale. Lakini kwa vile ni kipaji kilikuwa ndani ya damu yangu ambacho kimetoka kwa mama yangu, kikaenda kwa mwanangu Steven. Ilikuwaje mara ya kwanza ambapo Steve anakuambia kwamba nahitaji kuingia kwenye tasnia hii ambayo ilimpatia umaarufu mkubwa kwa hapo baadaye? Kwanza alianza kwenye kwaya kanisani na maigizo ya kanisani kama unavyojua Sunday school. Baadaye akanambia, mama, mimi naomba nijiunge na mambo ya kuigiza. Nikamwambia, mimi nakulia kama single mother, nilipe ada, alafu nilipie kiingilio cha kule mimi sipo. Lakini mwanangu alikuwa na maono yake. Kumbe alikuwa na kakibubu. Nikimpa hela ya nauli na ya kula shule, anachukua kidogo anaweka kwenye kibubu. Imeenda mpaka kiingilio cha Kaole ilikuwa shilingi 3000, mpaka ikafika 3000. Akapeleka Kaole, akaanza Kaole. Kwa hiyo huko nikamwambia, wewe utaviweza masomo na sanaa? Akasema, mama niachie. Lakini namshukuru Mungu, vyote vikaenda sawa. Lengo lake likatimia. Mara kwanza kumuona kwenye TV ilikuwaje? Kwa kweli nilifurahi sana. Japo mwanzo nilikuwa namkatalia, staki usome kwanza nini, lakini kumbe mtoto mpe kila anachopenda. Nilivyomwona mara ya kwanza nilifurahi sana. Yaani mpaka naikaribia wakati wa TV, yani nyumba hii mpaka kule, yani zilikuwa za nadra sana, sio kama sasa hivi kila nyumba, kila chumba, kila TV. Mpaka naisogelea TV hivi. Ni yeye kweli? Namwambia, Steve, umejiona wewe Kanumba? Mama, nakaribia nachungulia, kumbe ni yeye. Yaani kwa kweli nilifurahi. Wakati huo yupo chini ya Kaole? Wakati huo alikuwa chini ya Kaole. Ameenda baadaye akawa chini ya Mtitu Game. Baadaye akawa na kampuni yake, akawa movie zake na wauzia Steps Entertainment. Sawa, ni wakati gani ulikuwa ni mgumu zaidi kwake pamoja na kwako, wakati ambao tayari kwa ameshaingia kwenye tasnia ya filamu? Wakati mgumu mimi pale alivyokuwa akija akinieleza, mama huko napata matatizo, mama naambia si uviache, yani nilikuwa sijui, ila baada ya kuingia ndio nimekuja kuona kumbe mwanangu alichokuwa ananiambia ni kweli. Mama huko kuna maneno, mama wananisingizia hivi, mama
Kwa kweli mimi namwambia acha, manake kuna siku moja mtu msanii mwenzio akiwa Kaole alichukua simu ya mtu ya mwingine akaiweka kwenye begi la Kanumba ili Kanumba aonekane ameiba. Kwa kweli iliniuma sana. Na kweli yule anakuja kutafuta simu yake haioni. Kwanza wakaipiga ikalia kwenye begi la Kanumba. Kanumba alilia mno, mno, mno. Lakini marehemu akina Mzee Pwaga, Biindu walikataa. Wakasema huyu mtoto sio mwizi. Kwanza ana nidhamu, kila kitu. Walivomkaba yule alomwekea mle, akasema ukweli. Akasema mimi ndo nimemwekea, manake Kanumba kila akipanda kwenye stage wanamshangilia. Yaani inaonekana yeye anapendwa sana. Sasa nilifanya hivi ili nimwharibie afukuzwe hapa. Akasema alipokuja kuniambia, nimwambia mwanangu usiviache, akasema hapana mama. Ili ufanikiwe lazima haya mambo yapitie. Alikuwa mtu wa dini sana. Kaambia sawa, akaendelea mpaka akafika mbali.